Wapendwa ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji wa Radio Taa Bora FM, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2025. Siku ya Jumatatu katika juma la 30 la mwaka C wa kanisa. Neno la Mungu linapatikana katika masomo yafuatayo. Somo la kwanza ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 12 hadi 17. Masomo la Injili ni kutoka Injili ya Luka sura ya 13 aya 10 hadi 17. Basi karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sura ya 13 aya ya 10 hadi 17. Siku ya Sabato Yesu alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Atazama, palikuwepo na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu kwa muda wa miaka 18. Naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimuita akamwambia, "Mama, umefunguliwa katika udhaifu wako." Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, "Kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi. Basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato." Lakini Bwana akamjibu akasema, "Enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, amfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi, aende naye kunywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato?" Aliposema haya, wakatahayari wote walioshindana naye. Mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Neno la Bwana. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, katika somo la Injili tumesikia kisa cha mwanamke aliyeteswa na pepo wa udhaifu kwa muda wa miaka 18. Na Yesu anajidhihirisha kwake kama tabibu na Bwana wa huruma, ambaye huruma yake haina mipaka, kwa kumponya na kumrudishia furaha yake iliyopotea kwa huo muda mrefu. Lakini mkuu wa sinagogi anaonekana kuchukizwa na tendo hilo jema na la huruma na tena takatifu. Anaonekana kuvaa sura ya unafiki uliositirika katika madai ya kukiukwa kwa siku ya Sabato. Wapendwa ndugu zangu, mwaliko tunaopokea kutoka somo hili la Injili ni huu. Kwanza kabisa, tumkimbilie Yesu daima, kwa maana yeye ndiye pekee tabibu wa kweli na Bwana wa huruma, na huruma yake haina mipaka. Yesu ameiweka bayana sifa yake hii kwa kitendo cha kumponya huyu mwanamke pasipo kuhesabu mipaka inayodaiwa na mkuu wa sinagogi, yaani Sabato na madai yake. Kitendo hiki cha Yesu kinatilia mkazo zaidi maneno ya mzaburi tunayoyakuta katika wimbo wa katikati wa liturujia ya siku ya leo, ambayo yanapatikana katika Zaburi ya 68. Yaani, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa. Hivyo ndugu zangu, tunahimizwa tusife moyo, bali tumkimbilie yeye daima, kwani hakuna shida isiyotatulika kwake. Na jambo la pili, tunaalikwa tuwe na huruma kwa wote wenye shida, hasa wale wanaohitaji na kuomba msaada wetu. Wapendwa ndugu zangu, sisi kama wafuasi wa Yesu tunapaswa kuishi kwa kumuiga yeye. Leo tumesikia somo la Injili likimfunua kwetu kuwa ni tabibu wa kweli na Bwana wa huruma. Tunaalikwa basi sisi nasi kwa watu wenye huruma kwa watu wote, hasa wale tunaowaona wakiteseka na kuomba na kuhitaji msaada wetu. Kwani mwondoko huu wa maisha ndio ambao Mtume Paulo tumemsikia katika somo la kwanza
akiuita maisha chini ya maongozi ya Roho wa Mungu, kwani Roho wa Mungu ni mwaminifu siku zote na atatufundisha yaliyo mema daima na kutupa ujasiri wa kutenda bila kudai malipo au kujali maneno ya watu. Hivyo ndugu zangu wapendwa, tukitambua kuwa tuko ukingoni kabisa mwezi wa Rozari Takatifu, tumuombe mama yetu Bikira Maria tuombee kwa mwanaye Yesu ili tuendelee kujiunda kwa kumuiga Kristo aliye tabibu na Bwana wa huruma. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imetolewa kwenu na mimi Frateri Abel Nzobe wa jimbo la Geita, inayosoma mwaka wa 4 wa masomo ya teolojia katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kiparapara.